Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 4 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, siku ya Jumatano, Ramadhani 14 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia ataka usalama wa mafuta, aagiza uwazi mifumo ya kulinda mapato, bunge la shauri ijengwe mitambo ya kusafisha, TPA yaeleza tija ujenzi wa matanki 15 bandarini Dar. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Chalamila atoa wiki moja kwa waliopora ardhi Dar. Habari katika ukurasa wa 4. Wa Tanzania Mashariki ya Kati washauriwa mambo matano. Habari katika ukurasa wa 4. Gawio la kampuni kwa serikali juu 357%. Habari katika ukurasa wa 3. Mwigulu aonya ugomvi wa viongozi Manyara, akirwa kugombania mambo binafsi, ataja vipaumbele barabara za mkoa huo. Habari katika ukurasa wa 3. Muuguzi mhandisi kortini, mashitaka hujumu uchumi. Habari katika ukurasa wa 7. Lissu ashinda pingamizi kujiunga kesi ya Chadema. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika bilioni 13 zalipwa akifuta jasho uvamizi wa wanyamapori. Habari katika ukurasa wa 7. SGR kuanza kubeba mizigo bandari Dar mwezi huu. Habari ni katika kurasa za ndani. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiweka jiwe la msingi kwenye mradi wa ujenzi wa matangi ya kupokea mafuta katika bandari ya Dar es Salaam katika eneo la Kigamboni jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mzozo Mashariki ya Kati, makali bei ya mafuta, Rais Samia agiza kuimarisha akiba kimkakati ya mafuta, kuilinda Tanzania na janga la bei upungufu, ujenzi wa matanki, kuongeza ufanisi wa mapato, TPA yapewa majukumu mapya. Habari katika ukurasa wa 4. Bilioni 678.6 gharama za ujenzi wa mradi zikihusisha matanki ya kisasa ya kuhifadhia mafuta. Mradi huo utawezesha kuongeza uwezo wa kuhifadhi mafuta kufikia tani za ujazo 378,078. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, kama tunavyoona misukosuko iliyotokea hapa karibuni na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% hadi jana. Sasa hatujui leo na siku zijazo, lakini tumwombe Mungu wetu wale Iran na Marekani wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 413. Ongezeko la bei ya mafuta katika soko la dunia ndani ya wiki moja. Gazeti hili limeandika kamera za siri chanzo kuuawa kwa Hamney. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lissu aruka kiunzi kesi ya rasilimali za Chadema. Habari katika ukurasa wa 3. Jinsi Happiness alivyoepuka mateso ya ndoa kuibukia udereva. Habari katika ukurasa wa 11. Gazeti hili limeandika simulizi ya Othman miaka 5 uongozi wa siasa. Habari katika ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani
jirani na hospitali ya Mji Mwema. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atoa maagizo manne ujenzi wa matenki ni ya kupokea mafuta bandari ya Dar, asema tutazihudumia kikamilifu nchi zisizo na bahari, asisitiza tutajiepusha na athari za kupanda bei ya mafuta. Habari katika ukurasa wa 4. Apewa 5 kwa kuipa kipaumbele sekta ya uchukuzi. Habari katika ukurasa wa 4. Sekta ya bima yaendelea kukua kwa kasi nchini. Habari katika ukurasa wa 4. JWK yabongeza dawati la uwezeshaji biashara. Habari katika ukurasa wa 5. RC Makongoro ataka uwazi usimamizi fedha za miradi. Habari katika ukurasa wa 2. TAKUKURU Rukwa yadhibiti rushwa ya miradi ya bilioni 1.7. Habari katika ukurasa wa 3. Israel yaendelea kuishambulia Iran. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika tujiepushe matumizi mabaya ya mitandao mwezi mtukufu wa Ramadhan. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Tunatazama sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita vya Marekani Iran, Watanzania wapewa mwongozo wa kujihami. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lissu apangua tena hoja mahakamani, jaji atupilia mbali pingamizi dhidi ya kesi ya rasilimali za Chadema, asema mwenyekiti huyo wa chama na haki ya kisheria. Habari katika ukurasa wa 3. Udhalilishaji bado tatizo Zanzibar, wafanyakazi wa ndani watajwa. Habari ni katika kurasa za ndani. Mjue kiongozi mwenye ualbino aliyoponyoka kifo kichakani. Habari katika kurasa za ndani, na hii ni ripoti maalum. Nipashe pia limeandika serikali yatoa ufafanuzi Geneva kilichojiri Oktoba 29. Dede afariki dunia akitumikia kifungo cha miaka 20 gerezani. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Tunatazama sasa gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo lenye limeandika uraisi watikisa msiba wa pengo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha Dr. Emmanuel Nchimbi, Dr. Mwigulu Nchemba, Kassim Majaliwa, Jaji Joseph Warioba, Dr. Philip Mpango pamoja na picha ya Kardinali Pengo. Polisi mbaroni kwa wizi wa mchele. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Bandari kupaisha biashara uwekezaji. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Raia Mwema limeandika wapinzani Lindi waliana polisi. Habari katika ukurasa wa 6. Viongozi bora Afrika watambuliwa. Habari katika ukurasa wa 9. Mabalozi Matinyi Yakubu waachwa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandikwa gazeti Raia Mwema muungwana ni kitendo. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Uhuru ukweli daima lenyewe limeandikwa mkakati uhifadhi mafuta. Rais Dr. Samia aweka jiwe la msingi ujenzi wa matanki 15 bandarini Dar, agusia madhara ya mgogoro wa Mashariki ya Kati. Wizara TRA-TPA yazatakiwa kuzingatia viwango vya mradi ukamilike kwa wakati kwa uchumi wa nchi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Shilingi bilioni 701.8 zimetolewa na serikali kugharamia mradi huo wa kimkakati. Serikali yatoa ushauri wa usalama Mashariki ya Kati. Serikali ya Tanzania imesema inafuatilia kwa karibu hali ya usalama inayoendelea katika eneo la Mashariki. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 7. TAKUKURU ilivyokuwa miradi ya bilioni 1. Habari katika ukurasa wa 6. Ushauri wa wadau, kero zinazoibuka ziara ya Mwigulu. Habari katika ukurasa wa 6.
Abdullah apongeza umoja na mshikamano. Makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Alhaji Hemedi Suleiman Abdullah amepongeza wananchi wa Zanzibar kwa kuendeleza umoja na mshikamano kati yao, hususan katika mwezi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 9. Faida za mkutano wa IPU kufanyika nchini, habari katika ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye limeandika Dr. Samia, ujenzi wa matangi ya mafuta utaimarisha miundombinu ya usafirishaji, habari katika ukurasa wa 2. Wenye mahitaji wasaidiwe Hemedi, habari katika ukurasa wa 5. Hakuna meli iliyopewa leseni ya kufanya biashara haramu, Dr. Haridi, habari katika ukurasa wa 2. Serikali yaandaa mpango mkuu wa matumizi ya ardhi, habari katika ukurasa wa 3. Vifo vya mashambulizi ya Marekani Israel vifikia 787 Iran, habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika VAR bado 2, TFF bodi ya ligi zatoa dira, habari katika ukurasa wa 3. Shilingi milioni 420 setup, yaani kufunga VAR, inakadiriwa kugharimu zaidi ya shilingi milioni 280 hadi milioni 420 kwa uwanja mmoja. Yanga Sports Club wasikieni Singida Black Stars, Gwe amwibua beka, habari katika ukurasa wa 3. Ronaldo akimbia usiku Saudia, habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika Premier League ni Brighton dhidi ya Arsenal saa 4 na dakika 30 usiku. Manchester City dhidi ya Nottingham Forest saa 4 na dakika 30 usiku. Newcastle dhidi ya Manchester United ni saa 5 na robo usiku. Kali za leo Jumatano. EPL leo Jumatano ni Aston Villa dhidi ya Chelsea saa 4 na dakika 30 usiku Villa Park. Makala ya Rising Woman, Stumai Abdallah msindikizaji aliyegeukia fursa ya kupaisha kipaji, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika Dodoma yajipanga mapema AFCON 2027. Fountain Gate yavunja mwiko ugenini, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ibrahim Class apinga matokeo Thailand, aandikia WBC, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ndoa ya Koffi Olomide Cindy ya wagumzo, habari katika ukurasa wa 21. Ibenge abariki kadi nyekundu Feitoto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania hapa Toka Zamani TV.